Mmefanya makosa makubwa sana kuniokoa mimi. Mimi wala si mwema, na nimekuja katika familia yenu ili niwateketeze. Mliniokoa kwa mapenzi yote, lakini mimi ni mchawi. Na hata huo ujauzito wa mkeo, mimi ndo nilimla nyama mtoto wako. Na nimekuja katika familia yenu, nitahakikisha mnagombana. Lazima niwateketeze. Na kwa kuanza, nitaanza na huyu mkeo. Hapana. Naomba usifanye chochote mke wangu, bado namhitaji sana. Nampenda sana mke wangu, naomba usimdhuru. Haupaswi kusema hivyo. Wewe hujui tu ni jinsi gani moyo wangu umeingiwa na uoga. Yule binti amesharudi nyumbani. Na kibaya zaidi amesema tayari ameshajua familia yake. Na kitu kingine ambacho kinachonitia mimi hofu na mashaka, amesema kwamba atamwambia Kai ukweli wote. Hivi, unadhani ni ukweli gani ambao anaenda kumueleza? Mimi hapo siofii kitu chochote kile. Na wewe hupaswi kuhofia chochote. Kwa sababu kwa muda ambao umefikia kwa sasa, hata Kai akijua ukweli, hautasaidia kitu chochote kile. Kila kitu kinaenda kufika mwisho. Mimi naogopa Abi. Kwa kweli naogopa sana. Kwa kweli naogopa sana Abi. Moyo wangu unaogopa sana. Sasa hebu fikiria, mtu kama hivyo tayari ameshajua kila kitu. Na anaenda kumwambia Kai kila kitu. Unahisi ni nini kitatokea hapo? Tuliza presha yako. Kitu ambacho unatakiwa kufanya, wewe rudi nyumbani, tulia, chochote ambacho kitakachokuwa kinaendelea tutajulishana. Hapana, kwa kweli mimi siwezi kurudi nyumbani. Mimi nitakaa tu hapa, siwezi kwa kweli kurudi nyumbani kwa sasa. Basi subiri nimpigie mzee ili niweze kudhibitisha hilo. Mzee wangu. Eti yule binti amesharudi. Hilo nimelijua. Nimelifahamu. Jana usiku kulikuwa kuna mapambano kati ya mimi na yeye. Sasa hapo nini kinafanyika au nini kinafuata? Cha kufanya ni wewe ufike hapa. Sawa, nakuja. Sawa. Vipi? Natakiwa kwenda kule kwa mzee mara moja. Cha kufanya wewe ubaki hapa hapa, usende sehemu yoyote ile. Na leo ndo mwisho wa kila kitu. Ule mkufu utakuwa mikononi mwetu. Nashindwa kuelewa kabisa bibi. Badala unipe nguvu zote mimi mjukuu wako, unataka nishirikiane na ule mtu. Wewe yule unamjua? Bibi, na kama utalazimisha nifanye naye kazi, nishirikiane naye, basi tambua kabisa nitamuua. Ndio ninavyotaka.
Sasa umenielewa. Hata mimi nataka umuue. Zakia, naomba unisamehe mdogo wangu. Naomba unisamehe, usiniue. Mimi sijafanya makusudi, ni bahati mbaya mdogo wangu, nakuomba. Kweli tena kweli mimi sijafanya makusudi. Naomba unisamehe. Wewe hupaswi kusamehewa Puga, kwa sababu wewe ni mtu mbaya. Uliniua mimi na bado unaendelea kupanga mipango yako ya kuua watu. Zakia, mimi sijakuwa makusudi. Ile ni bahati mbaya kweli mdogo wangu, naomba unisamehe. Mimi sirudi tena na kuahidi sirudi tena Zakia, naomba unisamehe mdogo wangu. Mimi sijakuwa kwa makusudi Zakia. Bahati mbaya? Ulikusudia. Kwa hiyo inatakiwa uondoke katika dunia hii. Utaka kuishi. Inatakiwa Puga mama. Zakia. Mama Puga yule Zakia. Zakia. Puga. Zakia. Puga. Zakia. Puga. Mama Puga. Zakia. Puga mwanangu. Mama niangalie mama yako. Niangalie baba, nimefika. Nimekuja kuwaua wote wabaya. Wote. Akiwemo na mwanao Puga. Zakia! Mama. Mimi ndo mtoto wako wa kiume, alafu mimi ndo natakiwa nipangane na baba. Haina haja ya kuogopa Trina. Haya yote nimefanya kwa ajili yako. Nimefanya kila kitu kwa ajili yako. Naomba tuondoke hapa. Usinisubiri. Manyoka anapiga.
Halo kiongozi Manyuka. Katika hao mabinti wawili kuwa makini sana na huyo bibi Trida huyo. Kwa sababu yeye ndo amehusika kumtorosha yule binti wa kafara ya mara ya kwanza. Sijakusikia kiongozi. Simu yako inakatakata. Unasema? Narudia tena. Katika hao mabinti wawili kuwa makini sana na huyo bibi Trida huyo. Kwa sababu yeye ndo amehusika kumtorosha yule binti wa kafara ya mara ya kwanza. Na kingine, hata hivyo huyo binti ameshauawa. Kwa sababu Songa ameleta tamaa, ameamua kumtoa kafara yeye mwenyewe huyo binti ambaye ametoroshwa. Sawa kiongozi. Mimi nimekuelewa. Hapa ulinzi nitaimarisha na hakuna panya yoyote atakayeweza kuwagusa wala kuwatorosha. Asante kiongozi. Naomba nisaidie. Mjabara msaidie. Nisikilize nikwambie. Sawa. Hapa. Yaani wakija hapa wewe ni kukutoa kafara tu. Sasa cha kukuomba, naomba utulize Jasper. Sawa. Cha kufanya wewe ni kumsikiliza mimi. Mimi ndo najua wapi nitakapokupeleka. Sawa. Tuondoke. Nimechoka msama. Trida, nakuomba jitahidi. Jikaze mama, sawa? Huko pengine wameshajua ukweli kuwa wewe ndio ulimtorosha yule binti, sawa? Sasa wanakutafuta, kikukamata lazima wakuue. Sasa kufanya, jitahidi tuondoke eneo hili mama. Nakuomba. Hata hivyo, kuna mahali natakiwa nifike sasa hivi. Wapi tena Trida? Kwenda kuonana na Kai. Kai? Kai ni nani? Nakuona nataka ukaonane na Kai. Nakuomba usinifiche Trida, niambie ukweli. Please. Mshabaha. Kai ni kaka yake na yule binti ambaye nimemtorosha. Unamaanisha nini? Alikuwaga ni mpenzi wangu. Japokuwa aliniumiza sana, lakini kamwe hajawahi kutoka kwenye moyo wangu, na ndio maana niliamua kumsaidia dada yake hata kama akiwa njui. Baby, umelizika? Ya, nimeridhika. Mbona kama sikuelewi? Amna, niko sawa tu. Ni vile leo ni birthday ya dada yangu. Kwa nilikuwa nafikiria ni surprise gani nitamfanyia. Hivi Kai, utaendelea kunificha hivi mpaka lini? Ni muda mrefu tupo kwenye mahusiano, lakini wazazi wako wala ndugu zako wa karibu hata haujawahi kunitambulisha. Kai, na leo ni siku ya birthday ya dada yako. Naomba basi tuondoke wote, maana hii ndo njia sahihi ya kwenda kukutana na wifi yangu. Kai, naomba usinifanyie hivyo. Haya maisha tutaishi mpaka lini?
Hapana Trida, hatuwezi kuongozana wote. Kwa nini? Naomba unisamehe sana kama haya maneno ambayo nitakayoongea atakuumiza kwa namna moja ama nyingine. Unajua wewe ni mwanamke mzuri na mrembo sana ambaye anaweza kumshawishi mwanaume yote ile kukupenda. Lakini ukiachana yote, una haki ya kupata mwanaume ambaye atakupenda kwa dhati na ambaye yupo tayari kukuoa. Lakini sio mimi. Kai, maneno gani unaongea hayo? Sasa kuhusu mwanaume, ni mwanaume gani tofauti na wewe ambaye atakaye kunioa? Mbona mimi nakupenda wewe tu. Naelewa kwa unanipenda Trida, ila naomba nisamehe sana kwa haya maamuzi ambayo nimeyachukua. Ukweli ni kuwa nimetafutiwa mwanamke wa hadhi yangu ambaye natakiwa kumwoa. Kwa hiyo sina budi kuwasikiliza wazazi wangu na kumwoa huyo mwanamke. Naomba unisamehe kama nimekukwaza kwenye hili. Kwa hiyo Kai, unamaanisha ulikuwa unanichezea? Kai, mimi nakupenda sana. Kai, nakupenda. Tafadhali usiniache, usinifanyie hivyo. Sasa mtu kama alishawahi kukuumiza akakukataa, si muache, achana naye bwana. Alafu kingine mimi nachovia Trida, unaweza ukaenda kule wakakuona wale watu wakakuumiza wakakuua. Alafu nakumbuka nimefanya nini kwa ajili yako kule Trida, please. Unajua Trida, I love you. Siwezi kukubali wewe uondoke hapa. Sabah. Siwezi kukubali uondoke hapa. Jaribu kunipa nafasi moja tu. Kuna ukweli ambao natakiwa nimfikishie Kai. Ni wa muhimu sana. Ukweli gani huo? Hamna, sioni kama kuna sababu ya wewe kwenda, sitaki. Trida, nimesema hivi, siwezi kukuruhusu mpenzi wangu uende kule. Ni never, siko tayari. Kai, vipi? Ndoto. Nimeota ndoto mbaya sana. Ile ndoto ina maana gani? Ina maana yule binti kweli ni mchawi? Haiwezekani. Mmefanya makosa makubwa sana kuniokoa mimi. Mimi wala si mwema, na nimekuja katika familia yenu ili niwateketeze. Mliniokoa kwa mapenzi yote,
lakini mimi ni mchawi, na hata huo ujauzito wa mkeo mimi ndo nilimla nyama mtoto wako, na nimekuja katika familia yenu, nitahakikisha mnagombana, lazima niwateketeze, na kwa kuanza nitaanza na huyu mkeo. Hapana, hapana. Naomba usifanye chochote mke wangu, bado namhitaji sana. Nampenda sana mke wangu, naomba usimdhuru. Ina maana nikiendelea kumwacha huyo binti aishi kwenye hii nyumba atasababisha matatizo makubwa sana. Hapana. Lazima nifanye maamuzi. Maana mke wangu akigundua ni lazima tu atanitoa akili. Ya. Lazima nimshughulikie. Kaka, mbona unaniogopa? Au kwa sababu ya ndoto uliyoota? Ndoto? Wewe umejuaje kuwa nimekuota wewe? Sasa sikiliza binti. Kwa hapa ilipofikia inatosha sasa. Maana hakuna kitu ninachojutia kwenye maisha yangu kama kumsaidia mtu ambaye siyemjua. Leo hii wema wangu umeniponza mimi. Wewe ni mtu mbaya sana. Kwa nini umeingia kwenye maisha yetu? Umekuja kwenye familia yangu ili uiteketeze, si ndio? Ya, ni kweli. Kwa sababu haiwezekani, yani from nowhere mtu unakuja, alafu baada tu ya ujio wako, matatizo ndo yanaanza kuikumba familia yangu. Maana tangu uje wewe, dadangu amepotea kwenye mazingira kutatanisha. Mpaka leo hii sijui dadangu alipo. Lakini kibaya zaidi, ujauzito wa mke wangu umeharibika. Alafu wewe mwenyewe kwa kinywa chako umesema kwa huo mkufu ndio chanzo cha ujauzito wako kuharibika. Sasa inakuwaje leo hii huo mkufu wewe ndio umeuvaa na unang'ang'ania? Sinaongea na wewe. Kwa nini unauvaa huo mkufu? Kwa hiyo mkufu ndio unakupa wewe nguvu za kishirikina, si ndio? Alafu nishindwa kukuelewa. Maana tangu upofika hapa nilikwambia kwa nguo zipo za kuvaa. Dadangu ana nguo zake unaweza kuvaa. Ila umegoma na ukaendelea kung'ang'ania nguo yako nyeupe. Na siku zote nguo nyeupe ni ishara ya ushirikina. Kwa hiyo binti ni mwanga. Wewe ni mchawi na sitaki tena kwenda kwenye nyumba yangu. Kwa sababu ile ndoto niliyoiota nilikuwa chumbani mimi na mke wangu peke yetu. Ila cha ajabu, wewe unajua kila kitu kuhusu hiyo ndoto. Kwa hiyo inamaanisha yale yote kwenye ile ndoto ni ukweli mtupu. Sasa kuanzia leo hii ninavyozungumza, sitaki tena nikuone kwenye hii nyumba. Kwa sababu siwezi na kuishi na binadamu ambaye sio kawaida. Ondoka! Ondoka nyumbani kwangu! Ni kweli. Mimi sio binadamu wa kawaida. Kama wewe sio binadamu wa kawaida, kwa hiyo wewe ni nani?